ni ibada ya wewe kuoshwa mikono. Kibiblia, mikono inawakilisha kama nyenzo ya kupitisha baraka ama laana. Na ukisoma maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 27 na mstari wa 24, watu walimtuhumu Yesu ili auawe, na walipompeleka kwa Pilato, na Pilato akagundua kwamba Yesu hana hatia, maandiko yanasema akanawa mikono. Ishara ya kunawa mikono ni ishara ya kuondoa hatia, ni ishara ya kuwekwa huru, ni ishara ya kujiandaa kupokea kitu kizuri kilicho mbele. Na ndio maana katika tamaduni za kawaida pia hauwezi kula bila kunawa mikono. Kiroho kuna pande mbili, upande wa giza na upande wa nuru. Upande wa giza unatumia mikono kuleta nuksi, mikosi na balaa. Ndio maana kuna mtu mwingine ukimpa mkono, ndani yako amekushika mkono wako, anakuachia roho ya uharibifu. Ndio maana mwingine anakuja ofisini kwako, kwenye duka lako, anaomba change, anakupa 10,000, anakuambia naomba change 10,000, anakupa 10,000, unampa 5,000. Zile pesa alizokupa wewe, transaction, baada ya mtu kuondoka, ofisi yako imefungwa. Siku ya Alhamisi tarehe 13 ya mwezi huu wa 3 mwaka 2025, hapa kanisa la SG Kilimanjaro tutakuwa na ibada maalum ya ukombozi wa mikono yako, na haya ni maombi ninayafanya kuanzia saa 8 mchana mpaka saa 12 jioni. Kuna mtu mwingine amekushika bega lako toka alivyolishika kiroho, bega linawakilisha ufalme ama mamlaka. Mwingine tumbo lako lilishikwa na mtu fulani alikusalimia akakushika mkono wake kwenye tumbo lako, toka alivyokushika ile tumbo lako limefungwa mpaka sasa. Siku ya Alhamisi kuanzia saa 8 mchana na kuendelea, nitakuombea, mikono yako itafunguliwa na nyota yako iliyofungwa inakwenda kwa huru. Nitafurahi sana kukuona wewe pamoja na familia yako hapa kanisa la SG Taifa la Yesu loko mtaa wa KDC. In Jesus name, amen.